Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kutumia WhatsApp Business. Tutaenda hatua kwa hatua jinsi ya kutumia WhatsApp Business. Kwanza kabisa, WhatsApp Business ni WhatsApp ya biashara, wengi wanatumia. Moja kwa moja utapandisha hapa. Najua tayari utakuwa umesha download na umeset, na video ya jinsi ya kuiset tayari ipo humu ndani. Baada ya hapo, cha kwanza kabisa utaingia kwenye Play Store. Mimi huwa nafundisha taratibu, pole pole, step by step, ili uweze kuelewa na ufundishe wengine. Baada hapo utabonyeza search. Baada kubonyeza search, utabonyeza WhatsApp. Utatafuta hapo juu WhatsApp Business. WhatsApp Business, kisha utabonyeza neno utafuta. Baada hapo utagusa hii notification icon. Baada ya kugusa hapo itakuwa imefunguka namna hii. Sasa baada ya kuangalia hapa kuna maneno mawili. Unaona kuna hili neno uninstall, usilibonyeze maana utafuta kila kitu. Alafu kuna hili neno la hapa kulia limeandikwa open. Sasa wewe kama ukikuta limeandikwa update, inabidi ulibonyeze hapo ili uweze kuupdate kwanza iwe katika toleo la juu kabisa. Baada ya hapo unarudi nyuma, unarudi nyuma mpaka mwanzo kabisa. Mwanzo kama tayari ipo updated, basi utaingia kwenye WhatsApp yako. Kwa utafika hapo utaingia kwenye WhatsApp Business. Sasa hapa nitaanza kuelezea step by step sehemu za kutumia, jinsi ya kutumia kwa haraka. Najua utakuwa ushajiunga maana tayari video ya jinsi ya kujiunga WhatsApp ipo, WhatsApp Business. Sasa hapa nenda hatua kwa hatua. Hapa chini ukiangalia WhatsApp Business, hapa chini kuna sehemu tatu. Kuna call, kuna updates, kuna tools na kuna chat. Chat hapa ni chati zako zote sehemu zilipo. Ukitaka kumtumia mtu mpya message, utabonyeza hapa. Kisha mfano utabonyeza hapo. Labda tuchukue mfano unataka umtumie message mtu anaitwa Lenadi, utabonyeza hapo. Baada hapo utabonyeza Lenadi Tigo. Baada hapo utabonyeza hello boss. Ukituma huyu mtu ataipata hiyo message. Umeona? Yes, imekuja hapa. Nadhani na umeiona. Turudi nyuma. Hiyo ni option ya kwanza. Ukitaka kumtumia mtu message. Mtu yote ambaye umempigia kwenye WhatsApp zinakaa hapa. Mtu yote ambaye umempigia mfano hapa, na ukitaka kumpigia mtu unaweza ukamsearch kwa kupitia hapa ukampata huyo ulopigia hapa. Ukitaka uweke keyboard ya kuandika namba ili umpigie kwa hapa, unabonyeza hii keyboard. Unampigia mtu hapa labda bla 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 bla, unapiga hapa. Inajipiga kwa WhatsApp. Umeona kama namba ipo kwenye WhatsApp itakwambia mfano unaangalia itaandika hapo ipo kwenye WhatsApp. Umeona, utaweza kumpigia. Kama unataka umpigie mtu kwenye kikao labda baadaye, utabonyeza hapa kwenye schedule. Kisha utachagua, umeona, ili ikujulishe. Mfano utachagua simu mtaongea labda tarehe 29 saa 2 mpaka saa 2:30. Utaweka video types ya video call, afu utaseti hapa labda jina labda bla bla, labda ujumbe, afu utabonyeza next. Utachagua watu ambao unataka kuwasiliana nao. Baada hapo utapiga save. Mfano hapa hiyo. Umeona umecreate invite. Kwa hiyo kishafikisha muda huu, basi itapiga simu na itamtumia yule mtu message kwamba amekuinvite kwenye moja kwa moja kwenye hiyo schedule. Umeona hiyo hapo. Tunarudi nyuma.
Umeona hiyo hapo, lakini sisi hatuitaki. Nyuma hapo moja kwa moja tuiangalia discard. Turudi nyuma hapa chini kuna option imeandikwa updates. Updates hapa ni unakutana na status zote ambazo watu share kupostia. Ukitaka kuposti status kwenye WhatsApp Business unabonyeza hii button ya call. Baada hapo, mfano unachagua labda hii chumvi au no, unaweza kuchana ukachagua labda hii wali. Unataka kuposti status, unaandika hapa karibu chakula. Karibu chakula. Hapo unaweka muziki unaotaka wote ule. Umeona? Rudi nyuma hapo ni crop, labda ukitaka kuikata. Umeona pap, picha ikae katika vizuri, kisha unapiga done. Umeona hapo unaweka sticker. Hapa unaweka sticker hapa, tuweke mfano. Unapenda kila kitu inaonyesha kwa mfano, labda hiki hapa unaweza kuweka sticker hapa. Ukitaka kuifuta hii sticker unaibonyeza hapo, unaileta hapa. Umeona? Baada hapo ukitaka kuituma, basi unabonyeza hii hapa send, basi itaja update huku, itakaa hapa. Umeona? Lakini ni yangu moja kwa moja hapo tunio not now, lakini yangu moja kwa moja ilikuwa sio kuweka. Kwa hiyo ukitaka kuifuta unabonyeza status, unabonyeza hapa, alafu unabonyeza delete, kisha unabonyeza delete, alafu delete. Hapo nimeifuta status ambayo nimeipost. Umeona ishaondoka, kwa sababu sikuzamilia wala sikutaka watu ni post status muda huu. Option ya huku chini kuna option ya tools. Nadhani umeiona option ya tools hiyo hapo. Tools huku kuna vitu mbalimbali. Cha kwanza kuna catalog yako, kuna advertise na kuna label, greeting message, away message, quick replay. Sasa hapa moja kwa moja tuanze juu kabisa. Hii catalog ukigusa hapa itakuja hivi. Hapa unaweka business zako. Sasa ili tupate hii option uweze kuielewa vizuri, hebu turudi nyuma kwanza, tuje kwenye chat. Hapa nilikwambia kuna chat zako. Ukigusa hivi vidoti vitatu huku juu, kuna option hapa mkutana nazo. Umeona moja kwa moja kuna label, new broadcast, community, label, link devices, hapo na set. Sasa moja kwa moja tuingie kwenye setting. Baada ya hapo tuguse hii sehemu hapa juu. Umeona, tuguse hapa. Itakuletea hivi. Hii ni profile yako. Profile yako ya WhatsApp Business kuna vitu hapo unabidi unaweza ukaviandika. Mfano, hii sehemu ya kwanza ya kabisa nayo utakutana kama hivi, wewe utakuta haijaandikwa kitu, lakini hapo unaandika jina la biashara yako. Mfano, umeona mimi niliandika Wauzaji Group Tanzania. Chini yake ni location. Umeona mimi niliandika Kariakoo, Dar es Salaam. Na hapa kwenye edit tunaweza kaedit namna hiyo. Umeona? Turudi nyuma. Hapa ni website, mimi niliandika website yangu wauzaji.com. Umeona? Hapa chini hapa ni email. Tuliweza kuandika email ya mimi email yangu nimeandikia hapa leonard@wauzaji.com, lakini unaweza kuweka ya kwako ukibonyeza hapo. Hapa chini nimeweka description, maelezo ya ufupi kuhusu biashara. Mimi nimeandika Explore Wauzaji Group Limited on wauzaji.com, lakini unaweza kubadilisha. Mfano kaka, tunauza viatu vizuri vyenye mapambo, tunauza labda mapambo mazuri ya kuvutia kwa bei nafuu. Unaweza kaandika labda tunauza pochi nzuri hapo. Hapa panafuatia ni
muda utakofungua biashara yako. Mimi nenda taratibu ili uweze kuelewa. Hapo unabonyeza. Ukibonyeza hapo itakuuliza option 3. Open for selected hours. Sasa hapa nifafanue vizuri. Ukibonyeza hii appointment only inamaanisha haufungui ya mwisho, haufungui mpaka uwe na appointment na mtu. Hii ni kwa wale watu wenye wanaweza kufanya kuonana ana kwa ana, umeona? Au biashara zake ni labda mwalimu, mpaka appointment ndio uonane naye, unaweka hii. Ukiweka hii niweka mimi always open, inamaanisha masaa 24 nipo wazi. Na kweli kwa biashara nyingi za mtandaoni wewe unafanya kazi kwa masaa 24. Kwa ni vizuri kuweka masaa 24 kwa sababu kule itaonesha kwa mtu, atakwambia bwana huyu closed sasa hivi au ipo open. Lakini asilimia kubwa biashara za mtandaoni ni open 24 hours, masaa 24. Ukiweka hii hapa open for selected hours, alafu ukabonyeza neno select, inamaanisha unafungua biashara yako kwa masaa fulani. Sasa tubonyeza hapa select. Umeona kubonyeza hapa? Yaani inaonyesha ni masaa kadhaa ndo unafungua. Kule utaiseti ijionyeshe ni masaa mangapi. Lakini mimi nitaiwasha hii always open. Kwa hata nikibonyeza hapa next itaniuliza hapa siku zote unafungua masaa 24. Mimi nimeziwasha zote masaa 24: Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Zote mimi nafungua kwa masaa 24 kwa sababu ni biashara ya online na muda wote naweza nikahudumia wateja. Baada hapo unabonyeza save. Umeona? Hapa chini kuna category. Gusa hii. Sasa mimi ni business supply services, lakini kama wewe mfano unauza viatu, utakuja utabonyeza hapa search. Hapa search hiki kidude, labda utabonyeza, utaandika labda shoe. Itakuletea shoe shop, duka la viatu, labda kulipia viatu, shoe repair shop. A woman clothes shop, je ni duka la nguo za wanawake. Hardware shop, labda baby and children clothing shop, nguo na duka za watoto. Labda gift shop, itakuletea nyingi, au clothing shop. Sasa wewe utachagua kama unauza nguo ni clothing shop, kama unauza viatu shoe shop, na unaweza kaandika zaidi ya moja. Unaweza watu wakiingia pale anaona unauza vitu labda 5, labda nguo za kike, nguo za watoto, viatu, unazijaza tu hapa. Lakini mimi kwangu ni business supply services, kwa hiyo haina shida. Mimi nitarudi nyuma hapa, nitarudi tena nyuma, itakuwa imerudi hapo. Baada ya hapo apandisha juu, kuna sehemu pameandikwa products. Utabonyeza hapa manage. Ukibonyeza hapa manage itakuleta kule ndipo kuambia. Sasa hapa unaweka bidhaa zako. Mfano una bidhaa zako labda 5, unaziweka hapa. Kwenye kuweka unabonyeza hii add new item. Hapo baada ya kubonyeza add new item, cha kwanza hapo utaweka picha. Huu ni mfano na kuonesha picha. Afu baada hapo utabonyeza gallery. Baada hapo mfano mimi nitaweka labda tuchukulie wali, labda mimi nauza wali. Unabonyeza hapo, nitabonyeza hii button hapa. Kama na picha nyingine nitaandika hapa, inafuatia tena nitaandika hapo. Lakini kumbuka kama unauza nguo, mfano unaweka hata nguo, picha za nguo 10 hapa, unaweka hapa. Unaweka italeta kama hii, una add photo au una add hata video. Sio mbaya, ili mteja akipita aone, apende, avutiwe napo. Hapa chini item name, jina la nguo. Labda mfano kama ni nguo za kike, basi tuandika nguo za kike. Nguo za kike, lakini nimeweka picha chakula kwa sababu sina picha ya nguo za kike. Umeona? Hapa chini description
unaweza ukaandika, sio lazima uandike, lakini unaweza ukaandika labda nguo nzuri na zinafaa kwa mtoko, labda mtoko na bebi wako au mpenzi wako, labda mpenzi wako na nukta juu. Umeona hapa tayari umeandika nguo za kike. Umeona tayari imekubali. Haya, hapa panapofuatia patakwambia country of origin. Umeona imetokea nchi gani? Umeona hii imetengenezwa nchi gani? Umeona sasa hapo utakutana na nili nyingi. Umeona, lakini sasa mfano mimi naweka hii imetengenezwa Tanzania, nitabonyeza Tanzania alafu nitabonyeza save. Kwa mtu akiona hiyo anajua okay, kumbe hii ipo hii nanili ni Tanzania. Umeona moja kwa moja hii msosi au labda hiyo nguo imetengenezwa Tanzania, lakini kama itakuwa ni bidhaa zingine imetengenezwa China, basi unaweza cassette labda imetengenezwa China. Baada hapo ukibonyeza hapa kuna more fields, iki kidude kama hiki unakibonyeza hapa, zitafunga sehemu nyingine. Sasa kama una linki yako, mfano linki ya kwenda kwenye website, basi utaandika hapa labda https, mfano una linki, tuchukulie mfano. Umeona? Yes. Umeona hii ni linki hapa, ili mtu akigusa hii basi moja kwa moja impeleke kwenye website. Hapa chini kuna item code, sio lazima kuiandika, lakini wewe kama una nguo nyingi, labda mfano kuna wengine wanauza nguo labda hata 100, kwa unaweza kaipa namba nguo yako, labda hii namba, labda hii nguo ya 12 au hii spana ya 12 au hili gari la aina ya 12. Umeona, unabonyeza. Baada hapo unabonyeza save. Lakini kama unataka hii iwepo lakini wateja wasiweze kuiona, yani labda mbeleni ndio utaleta hii bidhaa bado hujaileta, utabonyeza hide this item. Kwa ukiwasha, japo utakuwa umeposti lakini wateja hawataiona mpaka urudi uedit uizime hapa. Uedit uizime hapa ili wateja waweze kuiona. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza bidhaa nyingi hata kama bado nyingine hujazileta, lakini unazihide kwanza hapo mpaka zikija ndio utaweza kuja na kurudi nyuma, kuiwasha, kuizima hapo. Baada hapo utabonyeza save. Ukibonyeza save, basi wateja wakiingia kwenye WhatsApp wataanza kuiona. Sasa hapa turudi nyuma. Hapa tuna discard kwa sababu nikopo tu kwa ajili ya kukuonesha hii sehemu kwa ajili ya ku-add products zako. Umeona? Sasa kwa ile ningeisave pale ingekuja ingetokea hapa. Baada hapo juu kuna option. Hapa kuna share. Sasa mfano unataka hizi ushatengeneza bidhaa zako labda apate 20 au 10. Unataka kushare kwenda kwa mtu mwingine. Basi utabonyeza hapa share. Baada hapo unaweza uka-add status au uka-copy link au uka-send kwa kupitia WhatsApp Business. Umeona? Na ikaenda bila shida. Sasa turudi nyuma. Hapa option inayofuatia kwenye WhatsApp Business unaweza ukaconnect na nini moja kwa moja na Facebook yako. Mfano hapa ilibonyeza edit. Umeona mimi nimeadi hapa Facebook ipo. Umeona? Ndio ukiangalia hapa nimeadi pia Instagram, ipo Instagram yangu. Moja kwa moja umejua mimi ndo muhusika mkuu. Hasa leo ukibonyeza hapa utakuta kilama tu cha jumlisha, utabonyeza, utaweza ku-add Facebook yako account na Instagram account yako, ili mtu akiingia moja kwa moja ajue wewe unahusiana moja kwa moja na, ili ajue unahusiana moja kwa moja na WhatsApp hizo mitandao ya kijamii. Hapa chini kabisa ukiangalia, ukigusa hapa mwisho kabisa hapa ukigusa itakwambia sasa hapa kuna about, ile about info yako. Mfano umegusa hapa, utaandika sasa labda tunauza nguo za kike nzuri, zinaeleweka, sijui zimependeza nini, utaandika bla bla bla.
nyingi maelezo kwa alafu baada hapo utabonyeza save au ikitiki. Umeona, utakuwa umesave about info yako. Umeona, hapa chini kuna namba ya simu, phone number. Hapa namba yako ya simu, kama unataka uchange namba ya simu kwenye WhatsApp Business, basi utabonyeza next. Namba mfano ulikuwa unatumia namba hii, unataka uhamie kwenye namba mpya, basi utaandika kwa hapa kisha utabonyeza next. Utakuwa umebadilisha namba yako ya simu. Hiyo ilikuwa hapa, tupo kwenye kundi hapa. Hivi vingine vyote ni kawaida. Kama unataka utengeneze QR code, unabonyeza hapa. Utaona hapo imekuja QR code. Kwa ukishai code, basi watu wataweza ukiprint sehemu watu wataweza kukugusa hapo na kuingia kwenye WhatsApp Business yako moja kwa moja. Vidoti vitatu unaweza kubonyeza edit. Ukibonyeza hapa unaweza kukutana na option ya, umeona hapa juu ni link yako. Hii ni link yako ya WhatsApp. Unaweza pia ukashare link, mtu akigusa popote hii pap moja kwa moja imlete kwenye WhatsApp yako business. Hapa kuchini let customer edit and send a message on opening your short link. Hasa mfano mtu akibonyeza link yako iweze kutuma kwa kwenda na message. Umeona? Hiyo inasaidia sana kwenye baadhi, unaweza kuiwasha kwa hapa. Mtu akigusa, nadhani ushakutana mtu akigusa hello I am interested in one of your product. Akigusa ile link, akiingia nayo WhatsApp pale chini naanza message hiyo, ndio akitaka kuituma anaweza kaituma moja kwa moja. Lakini mimi naizimaga hii, maana nataka mtu akija atume message ya mwanzo yeye mwenyewe, asitume automatic. Turudi nyuma. Kitu kingine hapa kwa haraka hapa, tunaweza tukarudi nyuma mpaka kwenye chat. Mwanzo kabisa kwenye chat. Umeona, turudi nyuma mpaka kwenye chat. Kuna kitu kwenye WhatsApp Business iko nilikuwa sijakuelekeza, unagusa hapa. Kuna kitu kinaitwa label. Hiki hapa label. Ukibonyeza hapa label kitaleta hivi. Label kinasaidia kutofautisha wateja wako. Mfano ukibonyeza hii jumlisha hapa, labda new label, mfano kaandika labda wameweka order, labda wameweka order. Kwa hiyo mfano kuna watu tayari wameweka order, unaweza ka create hiyo wameweka order. Umeona, ukiingia hapo mfano sasa umeona usha create hapo kwenye label. Mfano kaja hapo huyu ukamweka kwenye Leonard Tigo, ukambonyeza hapo bila kuachia, yani ukabonyeza bila kuachia. Alafu baada hapo utabonyeza hii hapa hiki kama kilebo hapo. Ukibonyeza hiki kilebo utaweka tiki kwenye wameweka order. Umeona hapo tiki hapo. Alafu save. Umeona kuna kilebo kimetokea. Hii itakusaidia kesho kutwa. Ukishusha kwa chini hapa kidogo utakutana, umeona hapa inajificha. Ukiweka hivi inajificha, lakini ipo kwa hapa. Unakutana na tag nyingi hapa, lakini wameweka order unaipata. Kwa hiyo ukibonyeza hapo unampata yule mtu kiurahisi. Umeona? Kwa wameweka order. Ukitaka kutengeneza nyingine tena unakuja hapa pap label. Vidoti vitatu kwanza. Alafu unabonyeza label. Wameweka order, unaweza create nyingine tena, labda amenizulumu au ameuliza hajarudi tena. Kwa siku nyingine unataka kumpata, unampata kiurahisi. Na umeona hapa tayari umeweka mtu mmoja, umemwadi Leonard Tigo, umeweka kwenye wameweka order. Umeona, unajua ukitaka kumfuta ukitaka kufuta unabonyeza hapo unaifuta hii label. Ukitaka kumtoa huyu mtu unabonyeza hapa, kisha unabonyeza hapa, una antiki hapa huyu mtu, unabonyeza save. Itakuwa imetoka. Umeona, ukirudi nyuma hayupo tena. Na hii label ukitaka kuifuta unaifuta hapa, unabonyeza yes, umeifuta. Ukirudi tunaona hapa imeondoka na hii label ya hapa haipo. Hiyo ndo haraka jinsi ya kutumia WhatsApp Business, lakini bado kuna video nyingi nimetoa maelezo kuhusu hizi, kwa usiache
kuangalia nyingine na usiache kusubscribe. Nimeshaelezea nyingi sana, video nyingi ambazo ukiziangalia utapata maarifa mengi na utaweza kuwafundisha wengine. Karibu sana, usiache kusubscribe.